Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo tunatafakari sherehe ya Utatu Mtakatifu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ndugu wapendwa katika Kristo, leo kanisa lote tunaadhimisha hii sherehe kubwa sana katika kanisa ambayo inahusu Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe kama tulivyojifunza katika katekisimu, Mungu mmoja lakini yupo katika nafsi tatu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Tuanze tafakari yetu na masomo yaliyotolewa kwa siku hii ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 34 mstari wa 4b mpaka wa 6 na mstari wa 8 mpaka wa 9. Na hapa tunaona Mungu Baba anayejifunua kama Baba wa huruma kwa Wayahudi ambao walikuwa safarini kutoka Misri, wamefika jangwani, wanaelekea katika nchi ya ahadi. Lakini utangulizi, kwa sababu leo tumeanzia somo hii sura ya 34, ni kurudisha nyuma kidogo, tuanzie sura ya 32. Kuanzia sura ya 32 ya kitabu cha Kutoka tunasoma juu ya uovu wa Wayahudi au wana wa Israeli walioufanya wakati Musa alipokuwa amepanda kwenda mlima Sinai kukutana na Mwenyezi Mungu. Baada ya Musa kwenda mlimani Sinai kwa muda wa siku 40 akipokea amri zile 10 za Mwenyezi Mungu kutoka kwa Mungu, wale Wayahudi wenzake walikosa subira. Walikosa subira mpaka wakamwambia Haruni awatengenezee muungu, sio Mungu yule aliyewaahidi tangu mwanzo kwamba yuko pamoja nao, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Hapana, kwamba watengenezee muungu mwingine ili aweze kuwaongoza. Na Haruni akatengeneza ndama wa dhahabu, nao wakaanza kuabudu sanamu hiyo kwa shangwe na ibada za kipagani. Lakini ukisoma kuanzia sura ya 32 na kuendelea, Musa aliposhuka kutoka mlimani akiwa ameshika mbao zile 2 zilizoandikwa amri za Mungu, aliwakuta watu wanaimba, wanacheza na kuabudu ndama huyo wa dhahabu. Biblia inasema kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 19, ikawa alipokaribia kambi akaiona ile ndama na michezo, hasira ya Musa ikawaka, akazitupa zile mbao mikononi mwake, akazivunja chini ya mlima. Kwa hiyo Musa alizivunja zile mbao akiashiria vitu vitatu. Cha kwanza, ishara ya kuvunjika kwa agano kati ya Mungu na wana wa Israeli. Watu walikuwa tayari wamevunja uaminifu wao kwa Mungu hata kabla hawajapokea rasmi zile sheria ambazo Musa alikuwa ameenda mlimani kuzipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kumbe hiyo ilikuwa ni ishara ya kuvunjika kwa agano kati ya Mungu na Wayahudi ambalo walikuwa bado hawajalipata moja kwa moja kupitia hizo amri 10 za Mwenyezi Mungu. Lakini kitu cha pili tunachojifunza ni hiki: onyesho la hasira ya haki dhidi ya dhambi ya ibada ya sanamu. Musa hakukasirika kwa sababu ya ubinafsi au hakukasirika kwa sababu ambayo sio ya msingi, bali kwa kuona watu wamemkosea Mwenyezi Mungu vibaya sana. Badala ya kumwabudu yeye na kumtegemea yeye, wameanza kuabudu hiyo sanamu ya ndama wa dhahabu ambayo ameitengeneza Haruni kwa maombi yao wenyewe. Lakini kitu cha tatu ambacho tunakiona kutoka kwa Musa ni fundisho kwa taifa lote la Wayahudi kwamba
dhambi na matokeo makubwa, na dhambi hiyo huharibu uhusiano na Mwenyezi Mungu. Hata sisi tunapotenda dhambi leo, dhambi inaharibu uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Lakini tukiendelea kusoma kwenye maandiko hayo matakatifu ya kitabu cha Kutoka, baadaye Mungu alimwamuru Musa atengeneze tena mbao nyingine 2 za mawe, na Mungu akaandika tena amri 10 za Mungu. Kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya ya 1. Hii inaonyesha kuwa pamoja na dhambi ya watu, Mungu alikuwa tayari kuwasamehe na kufanya tena agano pamoja nao. Sasa Musa amepanda Sinai akiwa na hofu. Watu wamevunja agano, wameabudu ndama wa dhahabu. Kila mtu angepaswa kuuawa. Ilikuwa kabisa kosa kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu anashuka kwenye wingu na kutangaza yeye mwenyewe jina lake. Yeye ni Mungu wa namna gani? Na hapo somo hili la kwanza ndipo linaeleza, na nukuu, Mungu akasema hivi: Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Hapa ndipo Mungu Baba anajifunua. Jina lake si mwenye hasira, si mwenye sheria kali, jina lake ni huruma. Ndugu zangu katika Kristo, hiyo ndiyo kazi ya Baba. Yeye ni chanzo, yeye ni mwanzo wa upendo. Yeye hatutupi mbali pale tunapomkosea. Anasema, nitaendelea kuwa pamoja nanyi kwa sababu mimi ni Mungu wa huruma na upendo. Na hapo ndipo tunapoona sasa Utatu Mtakatifu, hiyo nafsi ya kwanza ya Mungu Baba ambayo inaanza kuonekana kule kwenye Agano la Kale kadiri ya somo hili. Upendo kwa jinsi ulivyo hauwezi kuwa peke yake. Upendo unahusisha anayependa na anayependwa, na anayependwa anaweza kuwa mtu au kitu kinachopendwa. Hivyo basi, Mungu kama upendo, Mungu kama mwenye huruma, anajionyesha kwamba anatupenda sisi wanadamu. Na mpendwa wa Baba au Mungu Baba tangu milele ni Mwana, yani Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wazi pamoja na sisi viumbe vyake aliyotuumba. Kumbe hapo katika somo hili tunaposherehekea sherehe ya Utatu Mtakatifu, tunaona angalau moja kwa moja nafsi ya kwanza inayojionyesha ambayo ni Mungu Baba. Sasa tuone somo la Injili ambalo linatoka Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 16 mpaka ya 18. Tupate kwanza ufupisho kidogo na turudi nyuma mistari michache, tuanzie sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 18, kwa sababu somo la leo limeanzia sura ya 3 hiyo aya ya 16 mpaka ya 18. Katika hiyo sura ya 3 ya Injili ya Yohane tunamuona mtu mmoja anayeitwa Nikodemo. Ni mmoja wa Mafarisayo na viongozi wa Yahudi ambaye alimjia Bwana wetu Yesu Kristo ili aweze kujifunza kutoka kwake. Na Yesu alimfundisha kwamba mtu hawezi kuona ufalme wa mbinguni isipokuwa azaliwe mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu. Pia alimfunulia Nikodemo kwamba Mwana wa Adamu atainuliwa ili kila anayemwamini apate uzima wa milele. Mungu aliupenda ulimwengu sana hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu hakuja kuhukumu ulimwengu bali kuuokoa. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, hili somo la Injili tunamuona mwana, nafsi ya pili ya Mwenyezi Mungu, yani Bwana wetu Yesu Kristo,
anafunua au anaonesha sura ya Baba. Mungu aliupenda ulimwengu. Sasa katika somo hili la Injili, nafsi ya pili ya Mungu, Yesu mwenyewe anamwambia Nikodemo siri ya mbinguni, ambayo ni hii kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanaye wa pekee ili ukomboe ulimwengu. Hapa tunaona Utatu Mtakatifu unafanya kazi, hasa nafsi mbili za kwanza: Baba aliyeupenda ulimwengu uliokuwa umepotea, na Mwana anakubali kutumwa kuja kufa kwa ajili yetu ili aweze kutukomboa. Ni wazi na Roho Mtakatifu, lakini ambaye hajahusishwa moja kwa moja hapa, haonekani moja kwa moja kwenye somo hili, ni wazi ndiye atakayewafanya watu wamwamini Mwana ili wasipotee, bali wapate uzima wa milele. Kwa somo hili la Injili tunaona angalau Mungu Baba, Mungu Mwana, nafsi ya kwanza na nafsi ya pili, zote nafsi hizi mbili za Utatu Mtakatifu zinaonekana vizuri moja kwa moja. Kumbe Mungu hakutuma Mwana ili atuhukumu, bali ili atukomboe. Na kwa nini? Kwa sababu Utatu Mtakatifu wenyewe ni uhusiano wa upendo. Baba anampenda Mwana, Mwana anampenda Baba, na upendo wao ni Roho Mtakatifu. Na sasa upendo huu unatiririka nje. Utatu haubaki ndani yake mwenyewe, unatutafuta sisi ili tuingie uhusiano na huo Utatu Mtakatifu. Mungu si upweke. Mungu ni Mungu wa familia. Mungu ni Mungu wa familia kwa sababu ni Mungu mmoja, nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu ni wamoja. Lakini vile vile Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wapo kwa ajili yetu, na tukiwa tayari kuungana na Mwenyezi Mungu, na tunakuza sasa hiyo familia ya Utatu Mtakatifu. Na somo la pili kutoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto, sura ya 13 aya ya 14, aya ya 11 mpaka ya 14, yenyewe sasa inaonesha Mtume Paulo anapomalizia barua yake kwa baraka ya Utatu Mtakatifu. Anasema hivi: neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na umoja wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Hii formula, maneno ya Utatu Mtakatifu, ambayo hata tunapoanza misa wakati mwingine padre anaweza akaitumia hii, japo ipo nyingine na Papa anasema Bwana awe nani, akionyesha Mungu Baba, lakini hii inaunganisha sasa nafsi zote tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kumbe neema ya Kristo ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Yeye ndiye anayetutakasa kwa damu yake. Bila yeye tungeliweza kupotea. Upendo wa Mungu ni nafsi ya Utatu Mtakatifu. Hii ni sifa ya Baba, upendo usio na masharti, usiochoka. Umoja wa Roho ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu. Roho ndiye anayetufanya tuwe na nia moja, tuishi kwa amani, tusalimiane kwa upendo. Roho hutufanya sisi watu wenye shingo ngumu tuwe familia moja. Kumbe leo tunaposherehekea na kuadhimisha Utatu Mtakatifu, tunaona Baba anasema, sijachoka na wewe, nina huruma zaidi juu yako wewe na dhambi zako unazotenda. Mwana anasema, nimekufa ili uwe na uzima, niamini hautahukumiwa. Na Roho Mtakatifu anasema, njoo tukae kwa amani, njoo tuwe familia. Hivyo tuitikie kwa kusujudu kama Musa. Wapendwa ndugu zangu, Bwana, ikiwa nimepata neema mbele zako, uende kati yetu, tuwe urithi wako, kama tunavyosoma kwenye somo la kwanza. Kumbe kila tunaposali kwa kufanya ishara ya msalaba, tuseme kwa furaha, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Kumbe hayo ni mambo ya msingi ambayo inabidi tukumbuke tunaposherehekea sherehe hii ya Utatu Mtakatifu.
tumwabudu Mungu mwenye nafsi tatu, tufanye ishara ya msalaba kwa heshima kubwa, kwa sababu inahusisha Utatu Mtakatifu, lakini vile vile tuwe watu wa upendo kati yetu, kwa sababu Utatu Mtakatifu ni familia moja, ni kitu kimoja, lakini kinachohusiana na sisi. Tuwe watu wenye mahusiano mazuri. Utatu Mtakatifu ni fumbo, na ni kwa sababu linamhusu Mungu mwenyewe. Hata tungelitoa mifano ya namna gani, tungelitoa maelezo ya namna gani, pengine inaweza ikawa ngumu mtu kuelewa kwa mapana yake. Hata watakatifu wanalieleza hilo, na ndiyo maana hata mifano mingi tunayoitoa ni ya kibinadamu, ni maneno ya kibinadamu, haiwezi ikamweleza Mungu ambaye ni Mungu ambaye hana mipaka, ni Mungu wa milele, Mungu ambaye kwetu sisi wanadamu tuna mipaka, ni viumbe vyake. Yeye sio kiumbe, badala yake ametuumba sisi wanadamu. Kwa hiyo nikuombe tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Utatu Mtakatifu, na tuendelee kuabudu huu Mtatu Mtakatifu tukiyatekeleza yale mambo ambayo nimekushirikisha hapo juu, na tuendelee kuombeana, tuishi maisha ya kiutatu mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.